Tanisomea Isaya 54 na mstari wa 8. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 54 na mstari wa 8. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja. Kwa ghadhabu inayofurika, Mwenyezi Mungu anatuficha uso wake kwa dakika moja. Lakini kwa fadhili za milele, nitakurehemu. Asema Bwana, mkombozi wako. Amina. Bwana Yesu atusaidie. Usiombe Mungu akaficha uso wake kwa dakika moja. Hakuna rangi utakayokuacha kuona huku duniani. Lakini kwa rehema zake Mungu ana uwezo wa kukuinua tena. Kuna wakati tu Mungu anaweza akaficha uso wake dakika moja juu yako. Hakuna teso utakaloacha kupitia. Hakuna magumu ambayo utakayoyaona. Bwana Yesu atusaidie. Hakikisha umekuwa upande wa Yesu 100%. Yeye ndio ana uwezo wa kusababisha jambo jipya kwenye maisha yako na likatokea. Epuka dhambi. Epuka majivuno. Tafuta utaratibu wa Mungu. Utamwona yeye katika maisha yako. Kuna mahali haumiliki wala kutawala, kwa sababu kuna mahali Mungu ameficha uso wake. Unamwita itiki, na alisema niiteni nami nitawaitikia. Kuna kiwango cha ghadhabu ya Mungu naweza ikawa unapitia. Kuna mahali natakiwa urekebishe na Mungu. Sio kila teso unalopitia huku duniani ikawa ni wachawi. Kuna wakati mwingine ni Mungu ameficha uso wake mbele zako. Kwa hiyo unapata vitu ambavyo sio vile ambavyo yeye Mungu amevikusudia toka ukiwa kwenye tumbo la mama yako. Kwa hiyo unapata vitu vya tofauti kwa sababu ameficha uso wake. Jifunze kumtafuta Mungu kwa bidii sana kabla hujaingia kwenye magumu au magumu hayajaja kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie.